Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa pamoja na viongozi wote wa chama mliopo hapa, ndugu mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wote wa mkoa, ndugu wananchi wote wa mkoa wa Songwe, ndugu wananchi wa Mbozi, wananchi wa Mlowo, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa kwenye mkoa wetu wa Songwe zaidi ya bilioni 5 kwenda kwenye sekta ya elimu, kujenga miundombinu na kuboresha huduma za utoaji wa elimu. Kwenye ujenzi wa mashule tumekwenda na kufikisha idadi jumla shule za msingi 489. Lakini ameleta hapa Mheshimiwa Rais bilioni 19 ambazo tumezielekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya shule za sekondari. Zimejengwa shule 9 hapa, shule kubwa, na tunaendelea na ujenzi kwenye maeneo yote ya mkoa huu, na shule kama hizo kwenye nchi nzima Mheshimiwa Rais amezijenga shule 830 zenye gharama ya zaidi ya bilioni 400. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuishia hapo. Mheshimiwa Rais kila mwaka kwenye mkoa huu wa Songwe analeta zaidi ya bilioni 1.4 kuhakikisha watoto wetu kuanzia shule za awali, shule za msingi na shule za sekondari wanasoma elimu bila malipo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa TARURA, Mheshimiwa Rais amefanya mapinduzi makubwa sana ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Wakati akiingia madarakani, amekuta Songwe ikiwa na mtandao wa barabara unaosimamiwa na TARURA wenye lami kilomita 15 peke yake. Ndani ya kipindi alichokaa madarakani tumefikisha kilomita 40. Hiyo ndio kusema Waziri Mkuu, eneo hili la TARURA, Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Amejenga hapa Mbozi barabara ya kutoka Ilowo kwenda Ndolezi kilomita 11 kwa kiwango cha lami. Ujenzi umekamilika na tua barabara mpya kwa kiwango cha changarawe na kiwango cha udongo zipatazo kilomita 523. Hakuishia hapo. Kwenye eneo hili la barabara tunao mradi wetu wa TACTIC, mradi ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia. Kwenye mradi huu hapa Mbozi tunakwenda kujenga barabara za kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita 8. Hatutaishia hapo. Hapa Mbozi, Mheshimiwa Rais, mwezi Januari tunakwenda kuanza ujenzi wa stendi mpya ya mkoa. Rais ametuelekeza Sister Misemi ambao tuko chini ya wizara yako, tutakwenda mpaka Tunduma kwenye halmashauri yetu ya mji. Tutajenga barabara za lami yenye urefu wa kilomita 10.4, na hapo Tunduma tutajenga soko la kisasa, soko la kimataifa kwa ajili ya mazao ya kilimo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye eneo la afya, Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa kwenye mkoa wa Songwe. Tutakumbuka kabla ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, hapa palikuwa na hospitali Ileje, palikuwa na hospitali Mbozi peke yake. Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye bilioni 37 hizo amejenga hospitali mpya ya wilaya kule Tunduma, amejenga ya halmashauri kule Tunduma, na amejenga hospitali kule Momba, na kufanya wilaya zetu zote 5, halmashauri zote 5 ndani ya wilaya zetu 4 kuwa na hospitali zenye hadhi sawa na hospitali za wilaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wasaidizi wako ambao tuko chini ya TAMISEMI tutaendelea
kuyapokea maelekezo ya viongozi wakuu, tutakwenda mikoa yote 26 kuisimamia miradi. Tutakwenda halmashauri zote 184 na kote huku tutakako kwenda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutarifikisha kwanja na lato kwa watumishi wazembe, watumishi ambao wanaiba fedha za umma, watumishi wabadhirifu kama ulivyoelekeza. Hatutaishia kwenye halmashauri peke yake, tutashuka kwenye wilaya zote 139. Hatutamwacha mtu yoyote anayeiba fedha za umma. Tutakwenda kwenye kata zote 3950 kama ambavyo tutapitia tarafa zote 570 nchi nzima. Hatutamwacha mtu anayedokoa fedha ambazo Mheshimiwa Rais anataka ziwahudumie Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vivyo hivyo tutakwenda kwenye vitongoji vyote vya nchi hii, vitongoji 63779. Tutafika vijiji vyote 12261 na tutafika maeneo yote ya mitaa 4318. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko tayari kupokea maelekezo yako kwa kadri utakavyotuelekeza. Songwe oye! Songwe oye! Mheshimiwa, taarifa hii ya kazi mzuri ambazo wabunge wetu hapa wameeleza kutokana na fedha nyingi zinazoletwa na serikali ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaifanya chini ya usimamizi wa Chama